ndogo za mwaka 2025 tukiangazia iwapo ni mtihani wa IEBC, iwapo chaguzi hizi ndogo zitakuwa na athari zozote ifikiapo mwaka wa 2027 ambapo tunatarajiwa kwenda kwenye uchaguzi mkuu. Lakini kwa sasa tuelekee Machakos, tuungane naye mwandishi wetu wa habari Mwanambai ambaye pia anafuatilia chaguzi ndogo katika kaunti hiyo ya Machakos. Tujuze ni yepi yanajiri. Na kupata vizuri nikiwa hapa katika eneo hili la Mumbuni Kaskazini hapa katika kaunti ya Machakos tayari kuzungumzia kuhusu swala hili. Shughuli hizi zilianza asubuhi kwa idadi kubwa ya wapiga kura ambao walikuwa hapa katika kituo hiki ambacho tumesimama kwa sasa katika shule ya msingi ya Mansa hapa katika eneo hili, na kuwajuza tu ni kwamba tayari wagombea wote ambao walikuwa wanashiriki katika zoezi hili wakiwa 11 washapiga kura, na ni hatua ambao ukijaribu kuangalia katika kamera zetu zikionyesha idadi kubwa iliyokuwa hapa kutoka asubuhi wameweza kupungua ikilinganishwa na wakati huo na sasa. Manake ni kura ambazo zinatarajiwa kushiriki katika mchakato wa kupigia uwakilishi wadi peke yake. Zoezi hili ni zoezi ambalo linachukua wakati mfupi katika upiga kura wake, na ningelipenda kwanza tuzungumze na wale ambao wamekuja wakashiriki katika zoezi hili, watueleze hali imekuaje na ni kipi ambacho wamekishuhudia katika utaratibu huo. Tueleze jina lako na kama umeweza kupiga kura, hali imekuaje? Jina langu naitwa Jacinta, nimepiga kura, hali iko poa, nimesikia vizuri kupiga kura. Ni kipi ambacho kimekupa msukumo kuja kushiriki katika shughuli hii ya leo, na ungelipenda kuambia akina nani wale ambao wako nyumbani, ungelipenda kuwapa ujumbe gani? Okay, chenye kimenisukuma tu ni kumpigia mjumbe wangu katika hii eneo, at least aweze kushinda. Na wenye wako nyumbani naweza waambia wakuje tupige kura ndio tuchague yule tunayompenda. Tueleze hali usalama imekuaje? Kuna baadhi ya sehemu ambazo tumesikia kuna baadhi ya wale ambao walikuwa wanaleta vurugu. Hapa imekuaje? Na tueleze kama mama, kama umeweza kushuhudia upotovu wa usalama. Okay, huku usalama iko sawa, sijasikia jambo lolote kuhusu usalama, watu wako poa, mahali kuko kuzuri, kumenyamaza vizuri. Safi. Jinsi unavyoona hapa usalama umeweza kuimarishwa katika eneo hili, na pengine kuwakumbusha ni kwamba wale wagombea ambao ni wakuu wameweza tayari kupiga kura. Awali tuliweza kutembea katika eneo ambalo mgombea wa chama cha Chapchap aliweza kupiga kura, na alikuwa ameandamana na waziri wa leba Bwana Mutua ambaye alizungumzia kuhusu uchaguzi huu akisema kwamba wana matumaini babu kubwa na jinsi ambavyo wanatarajia katika mchakato huu mzima. Tutaweza kukita kambi hapa tuweze kuzungumza na wakazi wa eneo hili niweze kushuhudia hali ilikuwaje na ni kipi ambacho wanaweza kutarajia, ikukumbuka kwamba kuna ushindani mkubwa hapa katika chama cha Wiper na vile vile katika chama cha maendeleo Chapchap. Ni hali ambayo tutazidi kufuatilia, na ningelipenda nizungumze na mbunge wa eneo hili aweze wa zamani wa eneo hili Bwana Victor Munyaka aweze kutueleza umeweza kushuhudia nini katika uchaguzi wa siku ya leo na ujumbe wake ni upi. Manake ameweza kutembea katika vituo mbalimbali tu vikiweza kushuhudiwa vituo hivi 25 ambavyo pengine vinapigiwa kura katika mchakato huu mzima. Pengine kama tutaweza kujiunga naye atueleze wao katika upande wao, manake ameweza kukua katika upande wa Wiper na uchaguzi ulikuwaje wakati ambapo walikuwa wanapiga kampeni. Tueleze mheshimiwa, hali imekuwaje kutoka asubuhi na pengine mnatarajia nini? Mimi ni mheshimiwa Victor Munyaka aliyekuwa mbunge Machakos town. Ile naweza kusema campaigns have been very peaceful here in Mumbuni North. Na naona nimetembea vituo vya kura, nimeona there is a lot of peace, people are voting peacefully, apart from slight incidences kama ile ilikuwa Mungala, organized of course, stage managed by watu wa Chapchap, so that one of the area leaders Mheshimiwa Museku aliwekelewa madai ya kusema alikuwa anapeana pesa, lakini it's not true, na waka misando kidogo, lakini wananchi wameendelea kupiga kura. Kwa hivyo I think turnout this time is very good.
Unajua, unlike other by-elections, hapa Machakos naona Momboni North Ward, turnout itakuwa almost more than 60%. You know, normally it is around 40%, lakini nimeona vituo watu wako wengi. Awali tulimsikia aliyekuwa gavana wa eneo hili na waziri wa leba akizungumza kwamba huenda mnazua vurugu katika baadhi ya vituo vya kupigia kura, pengine watu wasiweze kuja kupiga kura. Unasemaje kuhusu hiyo? No, hiyo unajua, huyo waziri wa leba is the expert in hizo masinema hizo. Kwa hivyo najua kwa sababu Moseko was specifically attacked by watu wa chap party yake. Lakini hata yeye wakati ameenda Kasinga, sijui kama mmejua, hata yeye amefukuzwa na wananchi. Akaambiwa asiingie, kwa hivyo hata yeye he could not access inside despite being the party leader and chief agent together with his candidate. So generally I think by the end of today we are going to get a good leader. Kura zimepigwa and we hope for the best for Momboni North. Ulikuwa mbunge na kwa njia moja kiongozi wa kitaifa kwa siku nyingi. Tueleze kama kile ambacho tumeshuhudia leo katika chaguzi hizi dogo. Tumeona vurugu katika maeneo tofauti. Ni kitu ambacho tulikuwa tunatarajia kweli, na ungelipenda kusema nini? No, ile kitu nimeona, although nilisema campaigns have been a bit peaceful, but you know some parties are prone to violence. Like last week, you know, MC Ngunga, Wamua Ward, attacked a young boy who was taken to hospital and treated. Was actually assaulted na ameandikisha hata P3 vitu namna hiyo. Kwa hivyo mimi hii culture ya violence, I think it's not good because after all unajua elections are going to end today na watu watarudi kwa maisha ile ya kawaida. Kama mnakaa neighbors, bado mtaendelea kukaa neighbors. Kama ni marafiki, mtaendelea kukaa marafiki. Kwa hivyo no need of people fighting over an election ambayo inaisha in the next 6 hours. And we'll know the winner, na huyo winner ndio atakuwa wa kila mtu. Kwa hivyo that culture, it's really political violence and intolerance should be condemned. Nimeona Malava, nimeona all over. It is violence and violence and violence. Na hiyo si mzuri. Asante kwa wakati wako. Halikuwa Bwana Munyaka ambaye kwa njia moja anahusika katika uchaguzi wa siku ya leo. Na tutakita kambi katika eneo hili la Mumbuni kuweza kuwajuza zaidi na zaidi kuhusiana na kile ambacho kinaweza kutendeka hapa na katika vituo vingine vya kupigia kura, na haswa katika kituo kikuu cha kujumlisha matukio ambacho kipo katika shule ya wasichana ya Mumbuni. Kutoka kwa sasa nitakoma kutoka hapa. Mimi ni Philip Ngumu. Kwako. Naam, asante sana Philip Ngumu, ni mwandishi wetu wa habari kutoka gatuzi la Machakos huko Mumbuni, akituletea matukio ya moja kwa moja kuhusiana na chaguzi hizi ndogo ambazo zinafanyika leo, ikiwa ni Novemba 27, siku ambayo rasmi iliratibiwa na IEBC kufanya chaguzi hizi ndogo. Sasa tuelekea Kariobangi ambako mwandishi wetu wa habari